Kwa sasa ni muda halisi wa kufanya maamuzi ya mwisho. Nataka kujua, upo tayari kuachia mali kwa ajili ya mgawanyo ama la? Au Sailata abaki hapa hapa kama mkeo? Sauda. Oya brother, ni wewe kweli au unaota? Brother, umerudi lini? Jamani, ni mimi yule Kizigo Samnamweza. Yaani kiukweli ni damu na nyama. Mimi ndio yule usibadiliki na wala hamjaota nyinyi. Mimi ni Kizigo Samnamweza yule. Jana, leo, hata mtondogoo sitabadilika na nyinyi hamwezi kunifananisha mimi. Kizigo ndugu yangu, imepita kama miaka 10 hivi sija kuona. Hatimaye leo hii nimekuona. Yaani huwezi kuamini. Nimefurahi sana. Yaani nimefurahi sana. Na sasa yale mambo mpwito yamekaa mahali pake. Bwana, nisikia huko mkoani. Vipi? Hayo mambo yako huko mkoani umemaliza? Kiukweli mimi nimerudi mchana wa jana tu hapa. Safari yangu ilikuwa ni ndefu sana. Na kule nilipotoka mkoani mambo yalikuwa mpwito. Lakini nikasema lazima nirudi nyumbani. Kwanza nimewamisi sana nyinyi ndugu zangu. Vile nitaka nijue nilikuwa na hamu na shauku dada Ghost. Anaendeleaje? Kwanza brother, dada Ghost anaendelea vizuri. Sema mwenzako sijafanikiwa. Ule mchongo nilikuwa nataka nikimsaidia nipige sijafanikiwa. Lakini brother, mambo yote yako sawa. Kuhusu dada Ghost yako sawa. Vipi na wewe huko mkoani ulikokwenda? Ile mipango umekamilisha? Alhamdulillah rabbil alamin. Kiukweli Mungu si Asumani wala sio Muhammad Salum Upala. Mungu anaweza. Nimepiga dondoo katikati, nimepiga hapa na pale, hatimaye nimefanikiwa. Mbona macho yenu yanaonekana mnaonekana mko na sura ya umakini sana. Mnaenda wapi saa hizi? Yaani ndugu yangu, umefika wakati muafaka. Kama unavyonijua ndugu yako, mimi ni mzee wa huruma, mzee wa busara, mzee wa upendo, mtu ambaye anapenda kuwasaidia watu. Huu mguu unaouona huu tunaelekea kwa mganga Shahazadi kushughulikia swala la bwana Okana na nafsi ya Sauda pamoja na mwanae Zena. Hapo nimekumbuka jambo. Kiukweli jana mimi nilikwenda kwa bosi Okana. Kweli Mungu atukuzwe. Nimemkuta bosi Okana akiwa safi, yani uko sawa kiafya. Yani mzima, fiti kalikiti. Huwezi kuamini yani. Niambie koma. Koma. Tena koma. Koma ukomae. Shemeji apate mimba azae. Basi bwana Kizigo, mimi naona bwana hapa tusicheleshane. Sisi bwana tukuache tu, tuelekee huko tuwai. Maana muda huu unazidi kwenda. Kama ungekuwa na nafasi, basi tungeongozana wote. Lakini kutokana labda una mambo mengi, tukuache sisi tuelekee. Unasema bwana Tano? Yaani mimi ninavyokuambia ni mzima kama kazaliwa leo. Zima wifi, washa data. Mambo mpwito. Tuelekee bwana. Okay. Ni nyinyi tena? Unataka nini? Uwe una relax basi. Hivi unajua unapokunja sura hivi unazeeka. Tumekuja kuchukua jibu kamili kwa sababu nyuma tuliachana njia panda. Na usisahau kuwa huyo ana mimba yako. Kwa hiyo maamuzi yapo kwako. Hebu nisikizeni nyinyi watu msiosikia. Yaani kamwe siwezi kubadilisha maamuzi yangu. Mimi siwezi kuishi na nyoka katika nyumba yangu. Siwezi kabisa kuishi na hiki kiumbe cha ajabu. Kwa hiyo nendeni popote pale mnapokwenda. Sawa, lakini kamwe sitoweza kubadilisha maamuzi yangu. Sina jingine zaidi ya hilo. Kwa hiyo umeruhusu tufanye chochote tunachokitaka.
Yaani kama mnaweza nyifanyeni tu. Nendeni popote pale kwa kujiamini kabisa. Basi sawa, tunaondoka, lakini tutarudi. Karibuni sana. Nurati, hivi unaweza kuniambia ulikuwa wapi eh? Unarudi saa hizi, muda mrefu haupo hapa nyumbani. Hivi unaweza kuniambia ulikuwa wapi eh? Naomba unisamehe mama, nilikuwa kule kwa rafiki yangu mtaa wa pili. Kuna mazungumzo kidogo nilikuwa naongea, nikajua labda nitawahi kurudi, lakini nimekuja kushtuka muda umeshaenda. Mtaa wa pili, marafiki, maongezi. Hivi wewe Nurati unaonaje kwanza eh? Hivi unaiona hii nyumba ina utaratibu wa kutoka na kuingia kama kuku wa kienyeji vile, si ndio? Sasa utaniambia nani alikupa ruhusa ya kutoka hapa leo? Sina kuuliza wewe Nurati. Nani alikupa ruhusa ya kutoka wewe hapa leo? Ni mimi au mizimu inetulinda hapa? Sijapewa ruhusa mama, nilijua tu naenda na kuwahi kurudi. Piga magoti, narudia tena, piga magoti kabla sijapoteza uvumilivu wangu Nurati. Oho, hivi wewe Nurati, hivi unafikiri unaweza kufanya mambo tu bila kufuata utaratibu? Au wewe unataka ukubwa eh? Uwe mkubwa wewe kuliko mimi, si ndio? Sasa ngoja nikwambie, hii ardhi imekauka na inabidi ipate burudani hata kama kidogo. Sasa nyosha mikono uite mvua, na uite hiyo mvua inyeshe hapa sasa hivi. Mvua mama? Asa mvua itakujaje na jua kali lote hili? Nimesema inua mikono yako juu na uite mvua, tena uite mvua inyeshe hapa sasa hivi eh? Na usishushe hiyo mikono yako mpaka pale mimi nitakavyokuambia. Sasa ole wako, narudia tena, ole wako nikute mikono yako umeiteremsha hiyo. Utanitambua, utanijua mimi nani na kwa nini wananiita mama tano, wasiniite mama kabichi kama walivyonizoea wengi. Pumbavu wewe. Nilo, kabla sijapokea zawadi yako, naomba nikuulize swali kwanza. Inashangaza sana kwa mfalme kuomba nafasi ya kuingia ikulu kwake. Nurat, kwangu wewe ni malkia. Unaweza ukaingia muda wote unaojisikia kwenye ikulu yako. Tafadhali mamaangu, bila hata kuniomba, unaweza kuniuliza tu. Nilo, kwa nini unanipenda? Nakupenda kwa sababu wewe ni zaidi ya binti. Nakuona kama mke ama mama watoto wangu. Nurat, nakupenda kwa sababu wewe ni mzuri zaidi yao. Mbona kama nadanganya hapa? Kivipi mimi niwe mzuri zaidi yao? Wewe ni zaidi yao kwa sababu wao wana uzuri wa kununua dukani, lakini uzuri wako ni asili kabisa. Nurat, huna upo wa kununua, ulionao ni asili. Huna shepu wa kununua, lakini shepu yako ni mzuri sana ya kuvutia. Lakini kubwa kuliko, huna tabia za kuiga. Tabia zako ni mzuri za asili. Tafadhali naomba unipe nafasi, nami nikuweke uwe mama watoto wangu Nurat. Mbona kama mimi sielewi,
Oh my love, umeniteka mpaka sijelewi. Kina kirefu cha mapenzi nishazama my love, mpaka kuchomoka mimi siwezi. Taswira yako, tabasamu usoni. Yaani kweli mapenzi kitu chingine. Yule anayekupenda kweli unamwona hana mapenzi na wewe, lakini yule mtu ambaye anakutamani kukutumia kwa muda mfupi ndio unamwona ako na huba ya upendo na wewe. Ina mapenzi ni fumbo, hakuna anaweza kulifumbua. Lakini hivi kwa warembo hawa wa mjini, kuna mwanamke ambaye anaweza kuchomoa kwangu? Mimi ndo Nilo aka Mr. Romantic, handsome boy, sukari ya warembo. Unajua chai hauwezi ukainywa kama hujapata sukari. Kwa hiyo mimi ndo sukari yao. Lazima niwafanye vile ambavyo mimi nataka. Hakuna mwanamke yote anaweza kuichomoa hii ligi. Hii ni ligi ya UEFA, inajulikana kimataifa na dunia mzima. Ila Nora tumempagawisha. Sijui hata nielezee vipi jinsi nilivyokutana na wewe. Yaani niongee nini ili itosheleze kwako Nurat? Hakika wewe ndo mwanamke mzuri na mrembo. Umenipa kile ambacho mimi nakitaka kwa muda mrefu. Usifikirie kama nakupenda kweli kutoka moyoni mwangu, ila nakupenda sana Nurat. Wanawake wote mbona kama mimi sielewi. Oh my love, umeniteka mpaka sijelewi. Kina kirefu cha mapenzi nishazama my love, mpaka kuchomoka mimi siwezi. Taswira yako, tabasamu usoni, na macho yako nanikosha jamani. Nisipopona mwenzako hoitabani. Nurati, Nurati, wewe Abe, kwani akili zako ziko wapi? Maana hapa nimeuona mwili tu, yaani ni mwili tu hapa ambao unaongea nao, lakini akili zako hazipo kabisa hapa. Una mawazo gani Salama kweli? Maajabu la. Nenda ukanunue chakula, iko chakula cha usiku tunataka tule. Sasa nenda ukachelewe huko. Hii adhabu niliyokupa hapa ni ndogo, sasa hivi nakukata masikio, si unanielewa? Sasa chelewa uone. Hivi vitoto vya 2000 sijui vikoje, sijui. Ndio maana wanasema UTI. Kweli wana UTI hao, pumbavu kama yule. Mimi nitakipataje kisiwa kile, ujue maji kuogelea, ujue maji kuogelea, nitakipataje kisiwa kile. Mimi nitakipataje kisiwa kile, ujue maji kuogelea, ujue maji kuogelea, nitakipataje kisiwa kile. Wena nani hakanda unapwawa zena zetambua ukaida na wina mtembwa lombwa ikanikane mbwa mwana. Makauka wino yeyey ekumeana ama ekiana ekamehameha owe mbwa nani hakanda unatina
unaditi hambo ambao nangu natubonda mwana hapo nani haditi hapo unambo la habwa udindi karibuni kwenye kilinge cha King mwana wa Mazinde, sehemu ambayo shida za wanadamu zote usikilizwa. Karibuni, niko hapa kusikiliza kile ambacho mnakitaka. Asante mtaalamu, tumerudi tena, tunahitaji msaada ili mipango yetu isiyumbe. Tunaomba tusaidie kila tunalolifanya, kuwe na baraka za hapa Kilingeni. Vusi kozis verano migojo na vedere debore Manolo Sonu. Usijali, nipo hapa kuwasikiliza na nitawasaidia pia, kwa sababu maadui zenu wote njia zao nimezifunga na hakuna mbaya ambaye anaweza akaingia katika anga zenu. Karibuni, nipo hapa kuwasikiliza kwa sababu kila adui aliyokuwa upande wenu nimewatia upofu wa akili. Hakuna lolote lile wanaweza akafanya upande wenu ukawa na madhara. Mtaalamu, kuna jambo linanikera sana. Katika wale vielele wanaomsaidia Okana, mmoja wapo alinizaba kofi. Halijawahi kufutika katika mashavu yangu. Kwa hiyo nilikuwa naomba umpe adhabu ambayo itamfanya ajutie maisha yake yote. Anaitwa Jabari, si ndio? Ndio huyo. Owe mbwa, nani hakanda unatina? Sasa wewe nisikilize mimi. Huyo Jabari kwangu ni sawa na sisimizi mdogo anayetaka kuingia kwenye anga za tembo. Nitamfuta katika uso wa dunia hii kabla ya jua la kesho kuchomoza. Nataka nimfundishe ili awe funzo kwa binadamu wengine wanaotaka kuingia kwenye anga za King mwana wa Mazinde. Sitokosea kuitoa roho yake na kubaki nayo katika mikono yangu. Owe mbwa, nani hakanda unatina? Unaditi hambwa mbwa nengu mtatobonda mwana hapo nani haditi hapo? Unambwa la habwa. Udindi? Wow. Nitafurahi sana. Utakuwa umenipa zawadi kubwa sana. Nataka asibaki hata na chembe ya pumzi. Vusi kozis verano migojo na videre debure Manolo Sonu. Sasa mnaweza mkaenda, kwa sababu kazi yenu mmeiacha mikono salama kwenye mikono ya King Mzidole mwana wa Mazinde. Na wahakikishia kazi hiyo imeanza mara moja. Sitokosea katika hili. Kazi yenu nitaifanya kwa 100%, na pointi mtaongeza wenyewe. Hamtojutia katika hili. Mnaweza mkaenda sasa. Sawa. Ulele wali wa mayoka, lele wali wa mayoka, Simba Rupanga na kubembereza, Simba Rupanga na kubembereza, wale wali wa mayoka, lele wali wa mayoka, lele wali wa mayoka, Simba Rupanga na kubembereza, Simba Rupanga na kubembereza. Mbona kama mimi sielewi? Oh my love, umeniteka mpaka sijelewi. Kina kirefu cha mapenzi nishazama my love, mpaka kuchomoka mimi siwezi. Taswira yako, tabasamu usoni, na macho yako nanikosha jamani, nisipopona mwenzako hoitabani kwa penzi lako. Wow. Malkia wa moyo wangu Nurat, yaani unajua nashindwa kuamini hivi haya ni macho yangu au ni ndoto naiota mchana kweupe. Karibu sana mpenzi wangu, karibu ndani. Hapana Nilo. Kwanza kabisa asante sana kwa kunikaribisha ndani kwako, lakini pia niombe radhi kwa sababu sitaweza kuingia. Mamangu ameniagiza gengeni ili nikaemee chakula cha usiku. Kwa hiyo nikasema nipite hata dakika chache tu nije nikusalimie.
alafu then niende gengeni. Sekunde moja haitoshi kufanya moyo wangu utulie. Nurat, nakuomba ingia ndani lau dakika moja tu, angalau uweze kuleta baraka katika hichi chumba changu. Unajua tangu asubuhi nimekuwa na kukumbuka wewe tu, na mpaka akili yangu inachanganyikiwa kabisa. Nilo, naomba ujaribu kunielewa. Leo mamangu yuko vizuri kabisa. Hivi ninavyokuambia, nimetoka huko nyumbani. Ametoka kunipatia adhabu. Kwa hiyo sitaki kumchokoza tena. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba ili tuweze kuendelea na safari yangu. Najua mama yako ni mkali, lakini mimi nina njaa kali ya kukuona wewe kuliko hata hiyo njaa ya chakula unachokifuata. Naomba dakika chache tu, na hautoona hata muda unavyokwenda. Unataka kuniacha nikiwa mpweke, hali ya kuwa dawa yangu naiona pale mlangoni kwangu. Na kuomba mpenzi wangu, hatua chache tu kuingia ndani. Nilo, unajua kunishawishi. Aya, sasa naingia humu ndani. Lakini naomba ziwe dakika 2 kweli. Kwa sababu mama ameniagiza na amenipa muda mchache. Kwa hiyo nakuomba nisije nikachelewa kurudi nyumbani. Mambo sio hayo sasa. Unataka kufanya mkate kwa sembe. Naomba uingie ndani angalau kaonje penzi langu lipoje, na mimi nikalionje penzi lako. Twende basi. Baby, me and you forever. Tena twapendeza, ndo maana umeniweza. Baby, me and you forever. Karibuni kwenye kilinge cha haki na nuru. Nilikuwa nikiwasubiri tangu jua lipoanza kuchomoza asubuhi ya leo. Asante sana. Sisi tumekuja hapa kwa lengo moja tu. Tunataka utufunulie vilivyokuwa kwenye giza, visivyoonekana, ili tupate kuona nuru na mwanga tena. Msihofu. Mbingu tayari imekwisha andika hukumu ya dhulma. Na bila shaka anguko kubwa la Seilata linaenda kutokea katika familia ya Okana. Na bila shaka kila mtego aliotega utamnasa mwenyewe. Na ule roho ya Sauda aliyoteseka kwa muda mrefu sasa anaenda kupumzika kwa amani. Mtaalamu, zima wifi, washa data, maana mambo sasa nakwenda kwa mpwito. Hebu tuambie, hiyo amani inapatikana vipi wakati maadui zetu wana nguvu zaidi ya kutuzidi sisi? Maana sisi tukipiga hatua moja tu, wao wanapiga 5 mbele. Tueleze vizuri, hiyo amani inapatikana vipi? Jabali, unatakiwa ufahamu kuwa nguvu ya giza hupotea endapo nuru inapochomoza tu. Unatakiwa utambue hilo vyema ndugu yangu. Pia mapambano haya yanahitaji subra na maelekezo sahihi. Kwa leo nadhani nendeni mkatulize nyoyo zenu kwa usalama. Na pia jitahidi sana uwe na muomba wako kwa kila hatua, ili mwisho ukifika basi uwe mwisho sahihi na wenye amani. Mtaalamu, binafsi mimi nimekuelewa vizuri sana. Sasa sisi turejee lini ili tuje kulimaliza kabisa hili jambo? Kesho majira kama ya leo mtarejea hapa. Hapo nitakuwa tayari nishakamilisha mpango yangu na kuelekeza namna sahihi ya kuifungua roho ya Sauda iliyofungwa kwenye mnyororo. Ondokeni, nendeni kwa amani na muwe makini sana kwa kila hatua mnayopiga. Narudia tena Jabali, Sara ni muhimu sana kwako. Asante sana mtaalamu. Tutatii maelekezo yako yote na tomorrow tutakuwa hapa bila kukosa. Mapema.
makauka wino yeyai kumeana ama ekeanaye kamehameha. Nini hiki jamani? Tukimbieni! Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Sauda, sauda.